Nimefikia makubaliano tofauti na Urusi na Ukraine hapo jana kuhusu kusitisha mashambulizi yao baharini na kwenye miundo mbinu ya nishati, ambapo Washington pia imekubali kushinikiza uondoaji wa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow. Makubaliano hayo ndio ahadi ya kwanza rasmi kutoka kwa pande hizo mbili zinazopigana vita tangu Rais Donald Trump alipoingia madarakani. Trump anashinikiza kumaliza vita nchini Ukraine, huku hatua yake ya kurejesha kwa kasi uhusiano na Urusi ikishtua Kiev na mataifa ya Ulaya. Idi Sesanga na taarifa hiyo. Katika hatua ya nadra tangu kuanza kwa vita vya Urusi na Ukraine miaka mitatu iliyopita, Marekani imetangaza kufikia makubaliano ya pande mbili, moja na Ukraine na mengine na Urusi, ya kusitisha mashambulizi katika Bahari Nyeusi na dhidi ya miundombinu ya nishati. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya mazungumzo ya siku tatu nchini Saudi Arabia, huku Rais Donald Trump wa Marekani akilenga kufanikisha kila alichokiita hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu. Chini ya makubaliano hayo, mashambulizi dhidi ya bandari, mitambo ya umeme na mabomba ya mafuta yanapaswa kusimama kwa siku 30 kuanzia tarehe 18 Machi. Lakini Urusi inadai makubaliano hayo hayatatekelezwa hadi vikwazo dhidi ya baadhi ya benki zake, ngano na mbolea zake vifutwe. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akizungumza katika hotuba yake ya usiku amesema makubaliano hayo hayategemei kuondolewa kwa vikwazo na kwamba hatua hiyo ya Urusi ni jaribio la kuipotosha dunia. Sasa Moscow inadai kitu kuhusu kuondolewa baadhi ya vikwazo, ingawa kwa miaka mitatu imekuwa ikisema vikwazo haviwatishi na hata vina manufaa. Lakini ikiwa makubaliano haya pia hayatofanya kazi, ikiwa Warusi hawatatimiza masharti ya makubaliano ya leo na wakajaribu kuishinikiza Marekani, Ulaya na Ukraine, basi jibu naamini linapaswa kuwa moja: vikwazo na mbinyo zaidi. Licha ya makubaliano hayo, pande zote mbili zimeripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia leo. Ukraine imeshtumu Urusi kwa kushambulia bandari ya Mykolaiv na mji wa Kryvyi ambao ni nyumbani kwa Rais Zelensky, huku Urusi ikidai kudhibiti maeneo mapya na kuharibu droni kadhaa zilizorushwa na Ukraine kwenye Bahari Nyeusi. Katika hali inayozua wasiwasi, Kremlin imesisitiza kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo unategemea kurejeshwa kwa miamala ya kifedha kati ya benki za Urusi na mfumo wa kimataifa wa SWIFT. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hawana imani na Ukraine na kwamba ni Marekani pekee inayoweza kutoa dhamana halisi. Mataifa ya Ulaya na Ukraine yameeleza hofu kuwa Rais Trump anaweza kufikia makubaliano ya haraka na Rais Putin ambayo yatahitaji Ukraine kuachana na azima yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO au kukubali kupoteza maeneo yanayokaliwa na Urusi. Rais Trump amekiri kuwa Urusi inataka kumaliza vita hivyo, lakini inasuasua kwa maksudi. Kwa sasa dunia inasubiri kuona ikiwa utulivu wa muda utaweza kuhimili misukosuko ya mashaka ya kidiplomasia au kama mapigano yataibuka tena. Na mamia ya Wapalestina wamefanya maandamano kaskazini mwa Gaza wakitaka vita vikome. Waandamanaji hao katika hatua isiyo ya kawaida ya kuonyesha upinzani kwa kundi la Hamas linaloongoza ukanda huo, wamelitaka pia kundi hilo liondoke madarakani. Katika hatua nyingine, mamlaka za Israel zimemwachilia huru muongoza filamu wa Kipalestina siku moja baada ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel. Angela Mdungu na taarifa zaidi. Waandamanaji wa Kipalestina walioonekana katika moja ya machapisho ya mtandao wa kijamii wa X wamesikika wakisema kundi la Hamas linapaswa kuondoka madarakani. Video kadhaa na picha zinaashiria maandamano hayo yamefanyika Machi 25 huko Beit Lahia, kaskazini mwa Gaza. Eneo hilo la kaskazini mwa ukanda huo ni moja ya sehemu zilizoathiriwa vibaya katika vita kati ya Israel na kundi la Hamas. Majengo mengi kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya watu yamesambaratishwa, wakati wakazi wamelazimika kuhama mara kadhaa kuepuka mzozo. Maelfu ya wakazi waliolazimika kukimbilia kusini mwa Gaza mwanzoni mwa vita hivyo ambavyo vimeshawaua zaidi ya Wapalestina 50,000 kulingana na mamlaka za ukanda huo, walirejea mwezi Januari baada ya makubaliano ya kusitisha vita kuanza kutekelezwa. Hata hivyo, Israel ilianzisha tena mashambulizi mapya Machi 18 na kufifisha matumaini ya vita kukoma katika ukanda wa Gaza. Hayo yanaendelea wakati Umoja wa Mataifa ukipunguza theluthi moja ya wafanyakazi wake wa kimataifa kwenye ukanda huo. Mmoja wa wasemaji wa Umoja wa Mataifa, Alessandra Felucci,
amebainisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hawezi kuwahakikishia wafanyakazi hao usalama wao. Miongoni mwa mashirika ya Umoja wa Mataifa yatakayoathiriwa na kupunguzwa kwa wafanyakazi wake Gaza ni pamoja na shirika la mpango wa chakula WFP, shirika la afya duniani WHO na shirika la kuhudumia watoto la UNICEF. Katika hatua nyingine, mamlaka za Israel zimemwachilia huru mwongoza filamu wa Kipalestina aliyeshinda tuzo za Oscar katika filamu yake ya Noland, Hamdan Balal, sambamba na Wapalestina wengine wawili kwenye eneo la Ukingo wa Magharibi. Balal na wenzake walikamatwa kwa tuhuma za kuwarushia mawe walowezi wa Kiyahudi. Kabla ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel, Balal anaripotiwa kuwa alipigwa. Akilizungumzia tukio hilo, Balal amesema lilikuwa shambulio kali na lengo lilikuwa kuua. Baada ya kushinda tuzo wa Oscar, sikutarajia kuwa kwenye hatari ya mashambulizi ya aina hii. Kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina, wanajeshi wa Israel wameshawaua Wapalestina 913 katika Ukingo wa Magharibi, wakiwemo wanamgambo. Na tukamilishe basi kwa hili. Takriban watu 61 wameuawa katika shambulizi la anga lililofanywa na jeshi la Sudan kwenye soko moja la jimbo la Darfur magharibi mwa taifa hilo. Haya yameripotiwa jana na shirika moja la kutetea haki za binadamu nchini humo. Na wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umelaani mashambulizi dhidi ya raia nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na shambulizi hilo la soko ambalo limewaathiri watu wengi. Tatu Karema na taarifa hiyo. Shambulizi hilo limeharibu sehemu kubwa ya soko hilo la kila wiki la Tora lililoko umbali wa kilomita 80 kaskazini mwa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini. Kundi linalojulikana kama Support Darfur Victims, linalotoa msaada kwa waathiriwa wa mzozo huo wa Darfur, lilisambaza kanda za video zilizoonyesha majengo yaliyoteketea pamoja na mili iliyoungua ikiwa imetapakaa chini. Kulingana na orodha iliyotolewa na msemaji wa uratibu wa kundi hilo linalowasaidia waathiriwa wa Darfur, Adam Rijal, zaidi ya nusu ya waliokufa walikuwa wanawake. Orodha hiyo pia imeonyesha majeruhi 23 na watu 7 ambao hawajulikani walipo. Rijal amelitaja shambulizi hilo kama uhalifu dhidi ya binadamu na ukiukwaji wa wazi wa sheria zote za kimataifa na kibinadamu pamoja na makubaliano. Shirika lingine la kutetea haki la Darfur Network for Human Rights limesema watu wengine wengi walijeruhiwa katika shambulizi hilo la Tora. Shirika hilo limeongeza kuwa shambulizi hilo lilifanyika wakati soko hilo lilikuwa na shughuli nyingi na idadi kubwa ya wanawake, watoto na wazee. Wakati huo huo, shirika la wanasheria linalofuatilia vita nchini Sudan, Emergency Lawyers, limesema mamia ya watu wameuawa. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la Sudan, Brigadier Generali Nabil Abdullah, amesema raia hawakulengwa na akaongeza kuwa madai hayo hayakuwa sahihi na kwamba yanaibuliwa kila wakati jeshi hilo linapotekeleza haki yake ya kikatiba na kisheria ya kukabiliana na shabaha za adui. Shambulizi hilo la Jumatatu ndilo baya zaidi kutokea katika vita hivyo vilivyoanza mnamo Aprili mwaka 2023, wakati mvutano kati ya jeshi la nchi hiyo na wanamgambo wa RSF uliporipuka na kuwa vita vya wazi kote nchini humo. Katika hatua nyingine, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema kuwa wanasikitishwa sana na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya raia kote nchini Sudan, na akalaani pia mashambulizi yanayoongezeka katika maeneo ya watu wengi mashariki mwa Khartoum.